الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia uhai katika siku hii ya leo tukufu ya mwezi 10 wa Muharram, siku ambayo yalitokea baadhi ya matukio ya kihistoria ambayo mpaka leo hii yanazungumzwa. Miongoni mwa matukio hayo ni tukio la Mtume sallallahu alaihi wasallam kugura kutoka Maka kwenda Madina, na siku hii ya leo tarehe 10 aliwakuta Mayahudi wakisherehekea kwa kufunga. Akawauliza kuhusu kufunga kwao, wakasema hii ni siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwokoa Nabii Allah Musa na Bani Israila dhidi ya udhalimu wa Firaun, na sisi tufunga kusherehekea siku kama hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wajibu, sisi tuna haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi. Akafunga Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaamrisha Waislamu wafunge. Ndio saumu ya kwanza iliyofaradhiwa. Baadaye ilipokuja kufaradhiwa Ramadhani, ikawa funga ya siku hii ya Ashura ni kwa atakaye, ni sunna, sio lazima. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja katika riwaya asema, inni ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu, natarajia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala funga ya siku ya leo. Ni bahati iliyoje kwa wale waliowafikiwa kufunga siku ya leo. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ahtasibu, yani arju min Allah Subhanahu wa Ta'ala, natarajia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba funga hii ni yenye kufuta madhambi ya mwaka mzima uliotangulia. Funga kwa siku moja, madhambi uliyoyatuma ni mengi mwaka mzima, basi yote yanafutiwa. Hadithi sahihi, haina mjadala. Kwa hiyo bahati yao wale waliowafikiwa kufunga siku tukufu kama hii ya leo ya Ashura, mwezi 10. Ndugu zangu, tuko katika mwezi mtukufu sana wa Muharram, na tuko katika siku tukufu ya mwezi wa Muharram, siku ya 10 yenye matukio, na siku yenyewe ni siku ya Ijumaa. Miongoni mwa matukio yaliyotokea katika siku hii ya leo tukufu ni kupokelewa Nabii Allah Adam tauba yake. Nabii Allah Adam alitubia, tauba yake ikakubaliwa siku hii kama siku hii ya leo ya Ashura. Pia inasemekana katika baadhi ya riwaya kwa safina Nabii Allah Nuh ilitua kwenye mlima, ilikuwa ni siku hii. Kwa hivyo ni siku tukufu sana, tarehe 10 ya mwezi wa Muharram. Lakini leo ningependelea tulitaje au tulielezee tukio la kuhuzunisha mioyo ya Waislamu, tukio lililojiri ambalo limeweka alama na vidonda katika mioyo ya Waislamu, nalo ni tukio la kuuliwa mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna al-Husayn radhiyallahu anhu wa arda, mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mwana wa Sayyiduna Ali ibn Abi Talib, na mama yake ni Fatima al-Batul az-Zahra, ndugu yake ni Sayyiduna al-Husayn. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapenda sana hawa wajukuu zake, mpaka aliwahi kusema al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahli al-janna, Imamu al-Hasan na Imamu al-Husayn ni mabwana wa watu wa peponi, na wote waliuliwa, hakuna aliyesalimika, akiwemo baba yao. Baba yao pia aliuliwa. Hii ilikuwa ni hatima yao, lakini hatima ya al-Imamu al-Husayn ndio hatima inayouliza mioyo ya waumini, namna alivyouliwa, namna alivyodhalilishwa. Leo insha Allah taala ningependa kuelezea hili tukio, hata kama niko kulikatakata
kwa ajili ya muda, tutaelezea sababu za al-Imam al-Hussein mpaka kwenda kuuliwa. Mwanzo wa mgogoro ni Muawiya bin Abi Sufyan alipoaga dunia, alimteua mtoto wake Yazid ibn Muawiya kuwa mrithi wake, mrithi wa kiti chake baada yake. Taban, uteuzi huu au uchaguzi huu haukuwaridhisha Waislamu kwa sababu ilitofautiana na makhalifa waliokuwa kabla yake jinsi walivyochaguliwa. Waislamu waliposikia kuwa Yazidi ndiye amechaguliwa kama khalifa wa Waislamu, kama kiongozi wa Waislamu, Waislamu halikufurahisha hilo jambo, na Muawiya alifanya kuashiriwa na mtu mmoja akamwashiria kuwa aweke mrithi ambaye atamrithi baada yake. Kwa hivyo Muawiya bin Abi Sufyan ni sahaba ambaye wengi tunamjua, alikuwa na mgogoro mkubwa na Saidina Ali. Walipigana katika matukio kadhaa. Tukio maarufu ni tukio la Siffin. Damu ya Waislamu ilimwagika, nyoyo za Waislamu ziliomboleza. Alipofariki Imam Saidina Ali, alishika utawala Saidina Hasan kwa kuchaguliwa. Watu wa Iraq walimkubali, lakini wakati huo Muawiya alikuwa tayari ana watu kutokea mgogoro wake baina yake na Saidina Ali ulipoanza. Lakini Saidina Hasan hakureact kama Saidina Hussein. Yeye aliamua kujisalimisha, lakini kwa mkataba. Mkataba ni kwamba wewe Muawiya hukumu kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna masharti mengi au masharti kadhaa waliwekeana, na ukifa wewe basi utawala ni wake. Lakini isivyo bahati, Saidina Hasan akafariki kabla ya Muawiya. Muawiya akawa ndio kiongozi. Sasa Muawiya mwaka 60 Hijria ndio mwaka aliofariki dunia. Tayari ashamweka Yazid kuwa ndio mtawala wa baadaye, mtawala atakaye tawala umma. Saidina al-Hussein alikataa kumbai Yazid, na wengi katika maswahaba maarufu ni Abdullah ibn Zubair walikataa kumbai Yazid. Saidina al-Hussein wakati huo alikuwa kwa Madina, kura khalifa akiwa yuko Sham, lakini aliona haina haja ya kukaa pale kwa sababu aliona kuna migogoro inaweza kutokea katika mji wa Madina. Akaondoka kahama kaenda zake Makka. Makka, alipokuwa Makka alikaa kwa miezi kadhaa, huku watu wa Kufa, watu wa Iraq wakimwandikia barua al-Imam al-Hussein nyingi, baada ya watu wa Kufa kusikia kuwa Yazidi ndiye alichaguliwa kuwa kama kiongozi. Walimtaka Imam al-Hussein ndio awe kiongozi. Walimwandikia barua nyingi sana kumuita Iraq, Kufa, kwa wao wako tayari kumuunga mkono, wako tayari kumbali, wako tayari kumpa support. Lakini Sayyiduna al-Hussein radhiallahu anhu hakuamua moja kwa moja kuondoka Makka kwenda Kufa. Na wakati huo muarifini wasema maelfu ya barua alikuwa amepelekewa, wote wanamtaka al-Imam al-Hussein. Kabla ya hapo alimuita binamu yake ambaye anaitwa Muslim bin Aqil, akamwambia hebu nenda Kufa huko ukachunguze hali zikoje. Watu wa Kufa walijulikana tangia enzi hizo ni watu ambao ni wenye kuvunja ahadi, hawatimizi ahadi zao, kukuahidi kisha baadaye kukhalifu ahadi zao. Akamtuma Muslim akaenda mpaka huko akachunguza zile hali, akaona kuwa watu kweli wanamtaka al-Imam Hussein kuwa kama kiongozi. Kwa hivyo wataka kumsimamisha Imam Hussein kuwa kiongozi. Walipokea kwa raghba, walimfurahia, wakampa bai'a Imam Hussein, wa sisi wewe ni wetu na sisi tutakuunga mkono. Yazid ambaye ndiye mtawala aliposikia habari hizi alifanya haraka kumpeleka kama gavana Ibn Ziyad, Ubaydullah ibn Ziyad alimpeleka huko Kufa, Iraq.
ili kuleta mapinduzi. Huyo bwana, tarehe ya mwelezea, alikuwa ni mtu katili, jeuri, fedhuli. Alipokwenda kwa alipoingia na jeshi lake, basi aliwaita mabalozi wakati wa usiku na akawapa vitisho, ole wenu nyinyi muunge Imam Hussein, na wengine akawaahidi ahadi za uongo za kuwapa mamlaka makubwa. Wakaanza polepole wale kuburika na wengine kutishika, wakarudi nyuma. Muslim akajikuta yuko peke yake, hana msaada, ni wachache sana wanaomuunga, lakini tayari alikuwa shachelewa. Ibn Ziyad akaamrisha achukuliwe Muslim au liwe. Wakati huo Imam Hussein tayari ashatoka Makka, anakuja Kufa. Jiani jeshi la Yazid lilikuwa limempeleka mtu anaitwa Al-Hurr ibn Yazid aende amkataze Imam Hussein asirudi tena huko Makka wala asisubutu kuelekea Iraq. Alipofika kwa Imam Hussein, walikuwa wamechoka na ile safari, walikuwa na kiu sana. Imam Hussein pamoja na kuwa wale ni wapinzani wake, ni maadui zake, lakini hakuwa na tembe ya ukatili au rumaya. Aliamua kuwapatia maji, akawapa maji na askari wao wakapewa maji. Kwa hivyo Imam Hussein baada ya kukatazwa kuelekea huko, akaona abadili njia, aelekee sehemu nyingine. Ndio maana hakuelekea moja kwa moja barabara ya shortcut kuelekea Iraq. Lakini Yazid ambaye ndiye mtawala dhalimu, kijana cha sahaba, lakini alikuwa ni mpenda anasa, mpenda ulimwengu, aliamuru jeshi la Ibn Ziyad aliamrisha jeshi limzuie Imam Hussein popote alipo. Ndipo katika safari zake Imam Hussein huko hajui habari za kufa kule Muslim, ameuliwa, kisha mwili wake kutoka juu mpaka chini kwenye kasri uliangushwa, wakasimamishwa. Hapo ilikuwa ni tarehe 2 ya mwezi wa Muharram kwenye ardhi ya Karbala. Imam Hussein haijui ni ardhi gani aliyosimamishwa. Akauliza, nini ni ardhi gani? Akaambiwa, nini ni ardhi inayoitwa Karbala. Karbala, ardhi ya mitihani, ardhi ya misukosuko na makero na Kiswahili. Wakarigizwa yeye na kikundi chake. Na tukumbukeni, Imam Hussein hakutoka kwa lengo la sita, alitoka kwa lengo la amani. Jeshi la serikali la Yazid iliweza kuwazunguka, wakawa hawana pa kukimbilia, hawana pa kugeuka, kurudi hawawezi kurudi, na kuelekea wanapoelekea hawawezi kuelekea, wakazunguka, wakawa hawana la kufanya zaidi ya kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kuhusu kuuliwa kwa al-Imam Hussein halikuwa ni jambo geni, kwa sababu ziko baadhi ya riwaya zinasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ummu Salama, wakati mmoja Jibril alimteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba inna ibnaka hadha yuqtalu bi ardhi yuqalu lana Karbala, huyu kijana chako, tena hata si mjukuu wako, tunalikuwa tuwapenda sana kama kuwapenda watoto wake, huyu kijana chako Hussein atauliwa katika ardhi inayoitwa Karbala. Kisha Jibril akaja na udongo wa kutoka kwenye ardhi hiyo ya Karbala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akauhifadhi ule udongo kwenye chupa, akampelekea Ummu Salama, akamwambia uhifadhi ule udongo. Siku utakapoona huu udongo umebadilika, umekuwa mwekundu, rangi ya damu, basi jua kuwa mjukuu wangu amerudi. Ndugu zangu, ni tukio hili la kihistoria, huenda wengi wetu hatulijui, lakini tunapaswa kuyajua matukio ya kihistoria kama haya. Haya ni matukio ya maswahibu yaliyoacha kovu kwenye nyoyo za waumini. Imam Hussein ametoka na watu takriban 70 na kitu. Katika riwaya zinasema si zaidi ya 70 na kitu, hiyo 72, 75 pamoja na ikhtilafu za riwaya, lakini ni watu kidogo kwa wachache. Jeshi la Yazid la serikali ni maelfu, waweza kukabiliana na jeshi hilo. Kisha istoshe watu wake wengi walikuwa ni Ali Beiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watoto, wanawake, wazee na baadhi ya wafuasi wachache waliokuwa pamoja naye al-Imam Hussein.
watoto wa mimi yake walikuwa pamoja na yeye, watoto wake mwenyewe Imam Hussein walikuwa hapa. Sukaina binti Hussein alikuwa hapa. Zainab binti Ali bin Abi Talib alikuwa hapo. Kulthum mke wake mwenyewe Imam Hussein, yani alitoka na familia yake yote, wote wakurudi nyuma, walikuwa nyuma ya Imam Hussein. Ilikuwa ni ardhi yenye suko. Hata yeye mwenyewe Imam Hussein alijilinda kwa Mwenyezi Mungu, akasema Allahumma inni a'udhubika min karbi au min al-karbi wal bala. Ewe Mwenyezi Mungu, unajilinda kwa wewe kutokamana na makero na shida. Hawana la kufanya, wamezunguka wakiwa kwenye mapema yao, wametandika mapema yao, wanawake vijana wakiwemo ndani ya mapema. Nakumbukeni, idadi yao ni ndogo na safari ilikuwa ndefu, chakula kichache, maji hawana. Imam Hussein alikuwa na subra ya juu katika hivi vita vya Karbala. Neema ya kiongozi ya Imam Hussein radhiallahu anhu warda. Ilipofika tarehe 7, Ibn Ziyad aliamrisha kikosi cha jeshi kukata maji ya mto wa Furat uliokuwa ukiwapitia kina Imam Hussein. Hapo mto ukafanyaje? Ukakinywiza maji yasiwafikie kina Imam Hussein. Muda wa siku 3, tarehe 7 mpaka siku ya tarehe 10 kama ya leo Ashura kuuliwa, siku 3 hawana maji ya kunywa. Inasemekana katika baadhi ya riwaya Sayyidina Hussein alikuwa na mtoto wake wa kunyonya anaitwa Abdullah, au katika riwaya nyingine Ali al-Asghar. Akaendelea mpaka kwenye jeshi, akasema basi mpeni huyu mtoto walia toki. Natija yake walichomoa mshale wakampiga mkuki kupitia kwenye ubongo pande moja mpaka akiwa mikononi mwa Imam Hussein. Ndugu zangu, kuna dharura kuelezea hii ni siku ya Ashura, ndio siku ambayo al-Imam Hussein mjukuu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuliwa. Tuna haki ya kuizungumzia tukio kama hili. Mchana kama huu ndio mchana kwa kifo chake kilikatwa. Mbali na matukio haya yalikuwa matukio mengi hapo ya ajabu. Mmoja kijana cha sahaba ambaye alikuwa ni kamanda wa jeshi, Umar bin Saad bin Abi Waqqas, aliamrisha sema hata sicheleweshe huyu. Ilikuwa ni usiku wa kupambakia leo, usiku wa kupambakia tarehe 10, alienda akauliwe Imam Hussein na kikosi chake. Umar bin Saad kijana cha sahaba alikuwa dhalimu mkubwa, lakini Imam Hussein aliomba, alisema basi nipatiwe siku moja Mungu usiku huu. Usiku huo walikesha kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya swala, kwa ajili ya dua, kwa ajili ya kusoma Qur'an, huku ahli baiti za Mtume sallallahu alaihi wasallam wakimwomba Mwenyezi Mungu wakilia kwa shauri. Ana watu wote bali lao ahli baiti wote bali wangeimalizwa, leo hii kusingelikuwa na kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, leo masharifu wangelikuwa wapi? Kwa hiyo tuna haki ya kulizungumzia tukio hili. Lakini Imam Hussein akawakusanya akawaambia, mimi singependelea damu imwagike kwa sababu yangu. Hawa watu wananitaka mimi, kwa hivyo mna ruhusa ya kuondoka kwenda sehemu yoyote, niacheni mimi. Inaangalia Imam Hussein hakutoka na wafuasi ovyo, hakukuwepo na msaliti hata mmoja. Wafuasi wake walimwambia, ya Hussein, ikiwa wewe utafariki, sisi tuna haja gani ya kuishi baada yako? Kwa hivyo ikiwa wewe utafariki, basi kwanza tufariki sisi, na kama utafariki wewe, basi hakuna budi na sisi tufe baada yako. Wengine wakasema hata kama watatuua zaidi ya mara 70, sisi maadamu tunapumua, hata wakatuua tukarudishwa tena hai mara 70, sisi tutakuwa upande wako, tuweze kukuacha kwenye uwanja huu peke yako. Alifurahishwa Imam Hussein na akainua mkono kumwambia Mungu neema ya wafuasi wake. Ilipofika sasa tarehe 10 hii ya leo, subhanallah, hata ni gumu kuelezea. Siku kama ya leo ya tarehe 10, Imam Hussein akiwa na watu watukufu, Zainab binti Ali bin Abi Talib
wanamwambia usiende kwenye kifo chako, sasa kutaka damu yake imwagike mbele zao, lakini wafuasi wake walifuata. Lakini kabla ya hapo, Abbas bin Ali bin Abi Talib ambaye ni ndugu yake kwa mama yake ni Ummul Banin, alitoka kwa ujasiri mkubwa, tusife sisi bila kupata maji. Alikwenda mpaka kwenye mto ambao mfereji wake umekatwa. Alifikiria kufika kwenye mto kama huo, alipotaka kunywa maji akasema, vipi niweze kunywa maji wakati Imam Hussein ana kiu, wanawake wanalia, wazee wanalia kwa kiu? Akachota maji, akakimbia na farasi wake, lakini hakuweza kufika kwa Imam Hussein. Alipigwa mikuki, baadaye akakatwa mikono yake, kauliwa. Huyu ni mtoto wa Sayyidina Ali bin Abi Talib ambaye ni ndugu yake kwa mama. Tukio hili lilimhuzunisha sana Imam Hussein. Ni mambo mengi ambayo yametokea ndani yake, lakini tukachunga wakati. Hapo Imam Hussein akatoka wakiwa ahli beiti zake, wanawake, binti yake, watoto wa Imam Hassan, watoto wa Imam Ali, watoto wa mizani, watu wengi familia yake walikuwa hapo. Wale ambao ni viongozi wakubwa walishika upanga pamoja na Sayyidina Hussein, wakamfuata wakaenda. Imam Hussein akafuata zile taratibu za vita, kwa sababu adui yeye mwenyewe alisema hakutuachia chaguo lingine, ametupatia machaguo mawili peke yake. Chaguo la kwanza ni sisi tufe mashahidi, tufe kwa heshima. Chaguo lingine ni tujisalimishe, tusalimu amri, tukubali kuwa chini ya utawala wa dhalimu Yazid. Akasema sisi udhalilifu kumbali na sisi, bora tushike mapanga yetu tupigane tufe mashahidi. Mmoja katika watoto wa Imam Hassan anaitwa Qasim, akiwa na umri wa miaka 14, wanazuoni wanasema, wengine wanasema alikuwa na umri wa miaka 13, alimwomba ruhusa baba yake, alimwomba ruhusa Imam Hussein ambaye ni ami yake, ambaye ni mtoto wa Imam Hassan. Alimwambia, niruhusu na mimi nipigane pamoja na wewe. Imam Hussein shahidi ni sifa kubwa kwa mashujaa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakumwambia wewe ni mdogo kaa, alikuwa na raghaba ya kweli na nia ya dhati ya kupigana. Akamwambia sawa, akampa ruhusa kupigana. Maskini alipokwenda kupigana, Imam Hassan akiwaona alibeti zake wakianguka mmoja baada ya mwingine, akapigwa mapanga na mikuki, akaanguka mtoto mdogo, huku Imam Hussein anawaangalia kwa masikitiko, na yeye wakati huo akiwa na upanga mkononi mwake, amepigwa mikuki, wanasema na mishale isiyopungua 70 kwa mwili wake pamoja na mapanga. Hakuanguka kwa sababu hakutaka yeye aanguke, hakutaka aanguke kwenye ardhi, huku akiwa hajui kinachoendelea kwa wale wengine, akiwaangalia wakipigana. Mmoja ambaye ni mtoto wake ambaye anaitwa Allahumma salli wa sallim alayhi, anaitwa Abdallah, mmoja katika Ali al-Akbar, mmoja katika watoto wake ambaye anafanana sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati wa vijana akasema, Allahumma shahada ala haula, washuhudie Mwenyezi Mungu, hawa watu amewadhihirikia mtu ambaye anafanana sana na Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, na wao wanapiga vita. Wakafa, wakaanguka mmoja baada ya mwingine. Mwisho yeye Imam Hussein akaanguka, majeraha mingi, maneno makali, akaanguka. Alimpiga pigo la mwisho kumaliza, wengi wanasema ni shingo lilijausha, akamaliza. Baada ya hapo, kwa mashujaa waliuliwa, miili yao iliachwa hapo, na ahli beiti za Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwemo Qasim ambaye ni mtoto mdogo, vichwa vyao vilitenganishwa na mwili wao, vikapekwa mpaka Iraq, vikizungushwa, na wanawake walitekwa mateka wa ahli beiti, wakizungushwa masafa marefu, zikapekwa mpaka kwa Ibn Ziyad. Ibn Ziyad akachukua fimbo akaweka kwenye mdomo wake, mdomo wa kichwa cha Imam Hussein. Baadhi ya maswahaba kama Zaid ibn al-Arqam alikuwa ameshikiliwa mateka, akamwambia ondoshe fimbo yako, sema hivi nimeiona ikigusiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Ali Zainul Abidin hakuuliwa kwenye hilo vita, alikuwa mgonjwa sana, na walipotaka kumuua Zainab alimkumbatia, Zainab binti Ali bin Abi Talib alimkumbatia, akamwambia kama unataka kumuua huyu basi anzeni na mimi. Na hapo alikuwa na umri wa miaka 21, hakuweza kupigana vita, bado ni mdogo.
kwa sababu alikuwa mgonjwa sana sana, alikuwa hawezi kushika upanga, na pia walitaka kumaliza, lakini wanawake walishikwa katika kudhalilishwa. Hili ndio historia ya Karbala, kuuliwa shahidi kwa mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-Imam Hussein radhiallahu anhu wa arda, yeye pamoja na wafuasi wake pamoja na ahli baiti za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili tukio, ndugu zangu, ni tukio kubwa sana ambalo alhamdulillah Mwenyezi Mungu ametuwafikia tumeweza kutabarukia nalo, lakini ni tukio refu sana ambalo mioyo haiwezi kuelezea kwa kina. Ni matukio ya kusikitisha sana, ni mambo mengi ambayo yamejiri ya kudhalilishwa ahli baiti za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati kama huu wa mchana ndio wakati ambao Imamu mtukufu alifariki, na kichwa chake baada ya kupekwa Iraki kwa Ibn Ziyad dhalimu kilipekwa mpaka kwa Yazid, na watu walikifanyia sherehe, walisherehekea, walifurahia. Lakini Zainab ambaye ndiye alikuwa shujaa baada ya Karbala, ilikuwa wakati wote akitoa khutba zikiwahusu hawa mabepari, akiwalaumu kwa kumuua mtume wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu wa Iraki waliovunja ahadi, waliomwandikia barua Imam Hussein za kumnusuru, kisha baadaye wakamgeuza, aliwalaumu sana. Yasemekana walitaka kumuua Zainab pia, lakini zile hotuba zake ziliwaathiri wengi mioyo yao, kwa hiyo waliashiria baada ya kabla kusimuua au waliomuua tosha, ndio maana hawakuweza kumuua Zainab. Lakini ndiye ambaye ameelezea hadhi kubwa ya ahli baiti mpaka watu wakini zikaja zikawakaa sawa. Ndio wakatoka baada ya hapo kina baadhi ya viongozi wakaunda kikosi, wakataka kulipiza kisasi cha damu ya Imam Hussein na madhila waliofanyiwa ahli baiti za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni tukio ambalo linasisimua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala warehemu inue daraja, na sisi Mwenyezi Mungu atusamehe. Mwenyezi Mungu atujalie siku hii tukufu ya Ashura tuwe miongoni mwa waja wake wema, tuwe miongoni mwa wenye kupata msamaha, tujalie kila la kheri katika maisha yetu hapa duniani na kesho akhera.